Pacome ni mchezaji mzuri ambaye nafikiri asilimia kubwa ya wachezaji wanamtazama na kujifunza vingi. Binafsi nacheza nafasi moja naye winga, hivyo huwa namuangalia anapocheza muda mwingine nachukua ujuzi wake, anasema Msimu. Mpanzu amekuja Tanzania akacheza nusu msimu, lakini kila mmoja aliona ubora wake akaisaidia Simba kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo ni wachezaji wazuri ninaowatazama sana na kuiga vitu wanavyofanya. Msimu anamtaja nahodha wa timu ya Taifa Stars Mbwana Ali Samata kwa mmoja wa wachezaji wa Kitanzania wanaowakilisha vyema taifa hili kwa kuweka rekodi mbalimbali Ulaya tangu tukiwa wadogo. Wengi tumemtazama kama mchezaji anayetuhamasisha sana kwa aina yake ya upambanaji, kila anapokwenda anaacha rekodi. Hilo ni jambo kubwa, anasema nahodha huyo, na kuongeza, mimi natamani nifikie mafanikio yake au zaidi, kwa sababu hata hapa malengo yangu baada ya kuizoea ligi kuu basi nitoke nje kucheza au Simba na Yanga, kwa sababu ni sehemu ya kujiuza kutokana na ukubwa wao wa Afrika. Anasema mbali na Samata, wachezaji wa Kitanzania anaowakubali wanaofanya vizuri ligi kuu ni Dada Kichasambi wa Simba na Faisal Salum Feitoto wa Azam FC. Nimewataja hao kwa sababu ni wachezaji wenye vipaji vikubwa. Fei akiwapo uwanjani basi lile eneo la kiungo analitawala, sitashangaa kumuona akiendelea kuchukua nafasi ya Azam, kwa sababu ni mchezaji anayekupa vitu vingi. Ingawa Chasambi hapati nafasi Simba, lakini nimekuwa nikimtazama na tumewahi kukutana hasa kwenye mashindano ya vijana. Ni mchezaji mzuri pia, akipata nafasi ataonyesha uwezo wake. Nje ya soka mchezaji huyu anasema anapenda kufanya ibada. Mimi napenda kufanya mazoezi sana nikiwa nyumbani, kufanya ibada na kupumzika sana. Sijui kwa sababu ni mambo ya soka, lakini niko hivyo, sio mtu wa bata. Anasema na kuongeza, napenda kuwekeza kwenye mambo ya biashara, hilo ni moja ya malengo yangu makuu. Kwa hiyo nikiendelea kucheza naweza kufungua biashara yoyote ile halali. Sasa hapa ni tunamzungumzia kiungo wa klabu ya Coastal Union, na hapa historia yake inajieleza. Kuna Pacome halafu Mpanzu si mchezo. Miongoni mwa viungo wanaofanya vizuri kwenye kikosi cha Coastal Union ni pamoja na Bakari Msimu, ambaye ni msimu wake wa 3 kuitumikia timu hiyo, akipandishwa kutoka kikosi cha vijana akitokea timu ya under 20 na kupandishwa moja kwa moja kwenye timu ya wakubwa msimu 2023 2024. Msimu ameendelea kuonyesha nidhamu, juhudi na uwezo mkubwa katikati ya uwanja. Alianza kama mchezaji wa akiba, lakini kutokana na bidii na maelekezo kutoka kwa makocha aliweza kujihakikishia namba kwenye kikosi cha kwanza mwishoni mwa msimu huo. Baada ya kupandishwa msimu 2024 2025 akakabidhiwa kitambaa cha unahodha na kuiongoza Coastal Union kubaki ligi kuu, akifunga mabao 4 na kutoa assist 3. Nahodha huyu anasema haikuwa rahisi kwake kufika hatua hiyo, lakini anajivunia kujifunza mambo mengi chini ya makocha mbalimbali waliompa nafasi ya kukua kisoka, kuanzia kwa kocha Mkenya David Ouma aliyepeleka Coastal Union kwenye michuano ya kombe la shirikisho mwaka 2022, Juma Mabusi, Joseph Lazaro, Ali Mohamed Amir, na sasa Mohamed Muya bado ameendelea kupata nafasi. Sio jambo rahisi kupata nafasi ya kuanza kwa timu kama Coastal Union, kwa sababu ni timu kubwa na yenye historia kubwa kwenye soka la Tanzania. Naamini juhudi zangu zimenifanya niwe hapa na zimefanya makocha hao wote kuniamini na kunipa nafasi, anasema Msimu. Nahodha huyu anaeleza mechi mbili ambazo hata zisahau ni pamoja na ile waliocheza dhidi ya Yanga Arusha na kupoteza kwa bao 1-0, ile hali waliamini watapata ushindi kulingana na mbinu za kocha alizowapatia. Mechi ilikuwa ngumu sana, tulijitahidi kukaba na kuzuia, lakini ndivyo hivyo, Yanga nayo ilikuwa inahitaji kushinda. Kwa hiyo kila dakika lango letu lilishambuliwa, hakutakuwa na hata dakika ya kupumua. Hatukuwa na dakika hata ya kupumua, anasema Msimu. Anaongeza mechi nyingine ambayo haitasahau ni dhidi ya Dodoma Jiji, ambayo alicheza dakika 70 ikiwa mechi yake ya kwanza tangu alipopandishwa kitokea timu ya vijana. Nakumbuka aliyetakiwa kuanza alipata shida ghafla, kwa hiyo tulikuwa vijana kama watatu tunafanya mazoezi na timu ya wakubwa, nikachaguliwa kuanza mechi hiyo. Kiukweli nilikuwa na wasiwasi kidogo, lakini kuna kaka zangu walionitangulia walinipa moyo na kuniambia naweza, na kweli nikaonyesha uwezo wangu. Kwa hiyo tangu siku ile nilikuwa nimeaminiwa kidogo. Siku nyingine nikawa nacheza, siku nyingine nikawa sipo kabisa kikosini, na nyingine nilikuwa nakaa benchini tu. Nikawa najituma mazoezini hadi nikapewa nafasi moja kwa moja ya kuanza. Anasema tangu akiwa mdogo alikuwa akicheza mpira mitaani, lakini kwenye soka la ushindani Coastal Union ndio timu ya kwanza kumtambulisha.
Anaongeza kuwa kiwango alichokionyesha kwenye michuano ya vijana kilimfanya kuonesha na kuonekana na benchi la ufundi la timu kubwa lililompa nafasi ya kupandishwa rasmi msimu 2023-2024. Coastal Union ndio timu ya kwanza kucheza, kwa hiyo hapa ndipo nimejifunza soka la ushindani kuanzia timu ya vijana under 17 na under 20 hadi nikapandishwa timu ya wakubwa. Miongoni mwa matamanio makubwa ya winga huyo ni kuitumikia timu ya taifa Taifa Stars kwa mafanikio makubwa, akiamini na uwezo wa kucheza muda ukifika. Timu ya taifa ni kwa wachezaji wote, mimi bado kijana mdogo na naamini muda wangu ukifika nitacheza na nitaonyesha kiwango kizuri ili niweze kuisaidia timu yangu na mimi pia kuwa sababu ni sehemu ya kujiuza. Anasema msimu ambaye mwaka jana alikuwa sehemu ya nyota wa Ngorongoro Heroes walionyakua ubingwa wa Sekafa under 20 dhidi ya Kenya. Pacome